Asante Mheshimiwa Waitara, jiandae Mheshimiwa Kanyasu, jiandae Mheshimiwa Kapinga. Nakushukuru sana kwa nafasi Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha nyingi ambazo ameleta katika jimbo la Tarime vijijini, lakini vile vile nilikuwa na mambo mengi kule mkoa wa Mara. Namshukuru Mheshimiwa Rais ameleta mkuu wa mkoa wa Jembe kweli kweli Kanali Mtambi. Sasa hivi mkoa wa Mara umetulia chini ya kiongozi huyu, ametoa ushirikiano mkubwa, anafanya ziara katika maeneo mbalimbali na kutatua changamoto za wananchi wetu. Lakini namshukuru Mheshimiwa Rais pia kuleta DC Meja Goel ambaye anafanya kazi za kusikiza wananchi. Hao viongozi wawili wanafanya kazi zaidi hata raia wa kawaida. Kumbe sio wanajeshi wote wanafanya mabavu, wakati mwingine kuna watu ambao ni wazuri kama hao ambao wamekuja Mara. Niombe Mheshimiwa Rais waendelee kubaki pale kwa sababu kazi inaendelea kuchapa katika mkoa wa Mara. Lakini maagizo yake pia yamekuwa ni uongozi mkubwa na utekelezaji wa mambo na changamoto za wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mchengerwa, watu wa mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime wanakushukuru sana. Ulifanya ziara ukiwa waziri wa maliasili, kauli uliyotoa, na bahati nzuri umekuja TAMISEMI, watu wa Nyanungu, Goronga, Kuihancha wametulia. Na mkuu wa mkoa Kagera wasumbui wanalima, isipokuwa mgogoro ifanye kazi ishe katika eneo lile. Kwa hiyo nakumbuka sana na kazi inaendelea kufanyika. Nimshukuru Mheshimiwa Weso, waziri wa maji, katika eneo hili pia ametusaidia kupata mradi ule kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais, maji ya Ziwa Victoria yanaenda Sirali na mkandarasi yupo site alikuwa amesimama, watu wameendelea kupata matumaini. Lakini mpongeze Mheshimiwa Waziri wa Madini, mwezi wa 5 ameniahidi kwamba ataenda kugawa leseni kwa vijana wachimbaji wadogo ili wapunguze kuvamia mgodi, lakini wafanye uchimbaji na mgodi utatoa mtaji kwa vijana hao. Mheshimiwa Kirusu anaomba peleke salamu kwa Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri ambayo wanafanya na kwa serikali kwa ujumla kwa kusaidia katika hiyo. Waziri wa Kilimo, wananchi wa Bumera wanalalamika sana, jana nilikuwa kule, shida ya mbolea, naomba chukua hatua ya dharura watu wafanye kazi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mambo ya jumla. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, kanuni za CSR ni changamoto katika wilaya ya Tarime lakini pia na kule Geita. Naomba chukua hatua ya dharura. Miradi inatekelezwa na mgodi kwa njia ya mkandarasi, gharama ni kubwa. Tunataka miradi itekelezwe na halmashauri kama ilivyo Kahama pale Nyang'wale ili fedha iweze kutosha katika miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua, uangalie uwezekano wenye vitu wa vijiji, madiwani, mitaa, vitongoji kupata posho. Tumeona Njombe wameanza kwa rasi Mtaka. Nimeona Arusha inafanyika na Kanali Mtamba ataanza hivi karibuni katika wilaya ya Tarime, halmashauri Tarime DC. Lakini ni vizuri nchi nzima hao watu kaangalia, wasilazimisha wananchi kuchangia gharama za uendeshaji, mihuri na barua. Weka utaratibu wa kupata posho ili wapate mihuri, wapate nauli kwenda kwenye matukio wanapoenda kutatua changamoto za wananchi. Mheshimiwa Waziri, sio jambo jema sana leo katika karne hii tuanze kuzungumza matundu ya vyoo, watoto kukaa chini, madawati, viti na meza. Weka mpango mkakati wa muda mfupi, wa muda mrefu na mpango wa kati. Nchi nzima ifikia wakati tusizungumze humu bungeni mambo ya matundu ya vyoo, tusizungumze habari ya madawati, tuzungumze mambo makubwa. Lakini shule zimejengwa 27 mikoa yote. Mheshimiwa Waziri, tunataka shule za sekondari zote ziwe maabara na vifaa vipatikane, tufundishe watoto masomo ya sayansi kwa kazi nzuri zaidi na uwezo kupata sayansi katika nchi hii. Ni jambo la msingi sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nina maombi katika maeneo ya Tarime vijijini. Tumepata barabara mgumu Tarime Serengeti, mkandarasi yupo site. Lakini kipande kutokea pale Kuinogo kwenda Serengeti, Mheshimiwa Naibu Spika, kazi haifanyiki. Tunaomba wapewe fedha. Barabara hii ni muhimu, itaongoza uchumi, ulinzi, watalii na itatuunganisha Tarime na Serengeti kwa kiwango cha lami. Lakini vile vile naomba Mheshimiwa Waziri nikupongeze na Mheshimiwa Rais kupitia kwako na kupitia bunge hili kitendo cha kuleta ubunifu wa Samia Bondi na kukusanya fedha zaidi ya shilingi bilioni 300. Makandarasi wa ndani watakopa fedha na CRDB tunaopongeza sana. Tutaendelea kuunga mkono kwa kazi nzuri ya kusimamia utekelezaji. Vijana wetu wapate fedha, wajenge barabara na hasa kupitia TARURA. Na Mheshimiwa Engineer Sefu, Mungu ampe maisha marefu na afya, amefanya kazi kubwa iliyotukuka. Vyeti ambavyo anapata sio bahati mbaya, ni kwa sababu ya utendaji. Mheshimiwa Waziri na wenzako wote wizara mnachapa kazi, muendelea kutupa ushirikiano.
Nikushukuru sana kwa niaba ya watu wa Nyamongo, eneo la Matongo na Nyarwana Kibasuka kwa kutupa daraja shilingi milioni 400, umetuunganisha. Lakini pongezi hizi ziende pale Kebweye na Magoma ambako kuna daraja limejengwa, watu wanaungana na mawasiliano yapo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niseme sisi watu wa Tarime vijijini, popote utakapoenda utamkuta Mama Samia na tunasonga naye mbele. Ukienda tarafa ya Inano hapa Komaswa utaenda Manga Sekondari. Pale Manga kuna Mtana kituo cha afya. Ukienda Bumera kuna kituo cha afya, kuna mradi wa maji, kuna barabara. Ukienda Kyole zahanati 3, sekondari 2, mradi wa maji, barabara zimelimwa. Kazi na utu, Samia na Waitara tunasonga mbele Tarime vijijini. Lakini vile vile ukienda tarafa ya Ichugu, Susuni, jengo la mama na mtoto, Mwema utakuta kupitia sekondari. Ukienda Sirari, Bukira sekondari, mradi wa maji, taa barabarani, barabara zinalimwa, madarasa yamejengwa, fedha siasa imefika Sirari. Nenda Pemba utakuta pale Nyebara sekondari, maabara ya kisasa inapatikana na mradi wa maji upo na umeme utawaka hivi karibuni. Ukienda Lekicheri sekondari 2, zahanati inapatikana, barabara zimelimwa, madarasa yamejengwa, paka chekechea imepatikana pale Lekicheri. Mama Samia yupo, tunasonga mbele 2025. Lakini ukienda kule Inchage, Ganyange sekondari kuna mradi wa maji. Lakini ukienda Nyakalima zahanati inajengwa. Nenda kule Magoto kituo cha afya zaidi milioni 500 zipo. Magari ya wagonjwa 4 Tarime vijijini. Kazi na utu, Samia na Waitara, Tarime vijijini tunasonga mbele. Lakini Mheshimiwa, ukienda kule Kibasuka, ukienda Genge sekondari, Nyarwana pale, uende mpaka pale Magoto, uende mpaka Nyarero, zana tutaikuta mradi wa maji. Nenda Soroneta, nenda Rozana, kazi inaendelea katika eneo hilo. Ukienda pale Inchugu, Mheshimiwa Naibu Spika, nenda Nyanungu, Getena sekondari mpya inajengwa Nyanungu, kuna mradi wa maji, tumepata high school. Lakini barabara inapitika kutoka Tarime mjini inaenda mpaka Mliba, inaenda mpaka Nyanungu, itaenda mpaka Kuihanja. Ukienda Goronga zahanati ipo, mradi wa maji upo. Ukienda Nyarokoba kituo cha afya, zahanati na madawa yapo. Ukija Itiro kwenye kata yangu sekondari ipo, zahanati ipo, umeme umewaka na barabara inapitika. Lakini ukienda pale Mliba tumejenga maabara, tumepata vile Mheshimiwa X-ray machine Sirari ya kisasa daktari. Lakini unaipata pia Nyamwaga. Napozungumza pale kuna ICU, ukifika Nyamwaga utafikiri Mheshimiwa Naibu Spika upo Ulaya, kumbe upo Tarime vijijini. Kazi na utu, tunasonga mbele Mama Samia 2025. Naposema Tarime vijijini hatuna mbambamba, maana yake ni hii ninayozungumzia. Wananchi wa Tarime vijijini na wananchi mkoa wa Mara wanajua kila mahali ukigusa Mama Samia yupo na pochi limetema. Kazi iliyobaki kwa Tanzania na kwa bunge wa Chama cha Mapinduzi, chama kimefanya vizuri, mgombea mwenza yupo, wanawake wamefanya vizuri na ratiba imewekwa sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 28 tunavuta fomu na ushindi upo. Hao wengine acha wahangaike na kwao. Kwa Tanzania kazi imeisha kuisha na Mama Samia. Mlitaka maendeleo, mlitaka shule, mtaka barabara, mkapata na maji, madarasa yapo, michango haipo. Mama Samia, Mungu akupe nini? Tunakuombea uzima, Mungu akubariki. Mchengerwa, kazi uliyofanya TAMISEMI na wakuu wa mikoa, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, watendaji mbalimbali, sisi tunasubiri muda tu na ratiba ya tume ya uchaguzi tumalize kazi, turudi humu ndani kuendelea kuwatumikia Watanzania. Chama cha Mapinduzi kimepata kibali kwa Mungu, nani apinge? Baada ya hapo naunga mkono bajeti hii, bajeti ya Chama cha Mapinduzi, bajeti ya TAMISEMI, bajeti ya wananchi trilioni 11 kwa 100% kwa niaba ya wananchi wa Tarime vijijini, mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa. Na tutakuwa bega kwa bega kutafuta kura za Mama Samia na Daktari Nchimbi na Chama cha Mapinduzi. Tunataka halmashauri zote CCM, majimbo yote CCM, serikali yote CCM, kila mahali CCM. Ukienda chumbani CCM, barabarani CCM, kwenye msiba CCM, ukienda sokoni CCM, kwenye vijiwe CCM, kwenye gari yako CCM. Asante sana Mheshimiwa Spika na Mungu awabariki sana.